kadhalika hadithi ya 10 katika mlango huu ni hadithi ya Abi Rib'i Handhala bin al-Rabi' al-Usaydi al-Katib. hadithi ya Abi Rib'i Handhala ibn al-Rabi' al-Usaydi al-Katib ahadi kutabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallama. Huyu ni mmoja wa waandishi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. قال anasimulia anasema laqiyani Abu Bakr radhiyallahu anhu, alikutana nami Abu Bakr Siddiqi Allah amuye radhi. Handhala anasimulia kuwa kakutana nami Abu Bakr Siddiqi Allah amuye radhi. Faqala, akasema Abu Bakr Siddiqi, kaifa anta ya Handhala, vipi wewe Handhala? Qultu, asema nikasema, nafaqa Handhala amekuwa munafiki. Yani Abu Bakr Siddiqi anakutana na Handhala, alafu Abu Bakr Siddiqi anamuuliza vipi Handhala? Handhala anasema Handhala amekuwa munafiki. قال Abu Bakr Siddiqi akasema, subhanallah ma taqul, ametakasika Allah, wasemaje wewe? Allah katakasika, wasemaje wewe maneno hayo? Qultu, Handhala anasema nikasema, nakunu inda Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, sisi twawa tunakuwa kwa mtume alayhi salam. Nakunu inda Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, sisi tunakuwa kwa mtume alayhi salam. Yudhakkiruna bil jannati wan nar, anatukumbusha sisi mtume alayhi salam pepo na moto. Tunakuwa kwa mtume alayhi salam, na mtume sallallahu alayhi wasallam anatukumbusha sisi kuhusiana na pepo na moto. Kaanna ra'aya aini, kana kwamba sisi twaviona hivyo vitu, yani pepo na moto, muono wa jicho. Yani tukiwa pale kwa mtume alayhi salam, mtume akatutajia habari ya pepo, habari ya moto, tunakuwa kana kwamba sisi tunaona hiyo pepo na huo moto, muono wa jicho hasa. Yani namna imani inavyopanda. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, anasimulia anasema, sasa tukitoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, pale tunapotoka kwa mtume alayhi salam, afashna al-azwaja wal aulada wadh-dhay'at nasina kathira. Tukitoka kwa mtume alayhi salam tunachanganyika sisi, twacheza sisi na wake na watoto na mambo ya kimaisha. Fa idha kharajna min indi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na tunapotoka kwa mtume alayhi salam, afashna al-azwaja wal aulada wadh-dhay'at, tunachanganyika sisi na wake zetu, maana yake na watoto zetu na mambo ya kimaisha huko. Na ndivyo walikuwa wakitoka kwa mtume alayhi salam, watu wanaenda kuendelea na mambo yao, mambo ya kimaisha. Mtu anakaa na watoto wake, akaa na wake zake. Nasina kathira, twasahau sisi sana tu. Yani iko tofauti kwamba tukiwa naye akitukumbusha, basi twaona sisi moto na pepo, ule muono wa jicho hasa. Lakini tukitoka kwa mtume alayhi salam tukachanganyika na familia zetu huko, basi twasahau mno, kwa maana vile vitu ambavyo walikuwa wanaona kwa muono wa macho wanasahau.
قال أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه akasema naye فوالله إنا لنلتقي أو لنلقى akasema Abu Bakar as-Siddiq فوالله إنا لنلقى مثل هذا Abu Bakar as-Siddiq pia akasema na hapa kwa Allah hakika sisi tukutana na mfano wa haya au mfano wa haya unayoyasema kuwa sio wewe Hamdala tu hata sisi pia na mimi pia yana Abu Bakar as-Siddiq nikiwa kwa mtume alayhi salam akakumbusha habari za pepo na moto basi tuwaona hivyo vitu muono wa jicho hasa namna imani ilivyokuwa juu lakini tukitoka kwake tukaingia katika mambo ya maisha huko tukakaa na familia basi tusahau sana Abubakar Siddiq amwambia wallahi na hapa kwa Allah inna lanalqa mithla hadha hakika sisi tukutana na mfano wa hayo unayokutana nayo wewe hapa fantalaktu ana wa Abu Bakr Hamdala nasimulia nasema nikatoka mimi na Abu Bakr Siddiq fantalaktu ana wa Abu Bakr nikatoka mimi na Abu Bakr Siddiq hatta dakhalna ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam mpaka tukaingia kwa mtume alayhi salam wakaongozana Hamdala na Abu Bakr Siddiq wakaelekea kwa mtume alayhi salam wakaingia kwake fakult Hamdala anasema nikasema nafaka Hamdala ya Rasulullah amekuwa munafiki Hamdala ewe mjumbe wa Allah akarudia mfano wa maneno yake aliyomwambia Abubakar anasema Hamdala kumwambia mjumbe wa Allah nafaka Hamdala ya Rasulullah Hamdala amekuwa munafiki amekuwa mnafiki ewe mjumbe wa Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم akasema wama dhak nini kwako wewe hicho ai kwa nini qultu ya rasul Allah Hamdala akasema ewe mjumbe wa Allah nakunu indaka tudhakkiruna bin nari wal janna sisi toa mbele yako mjumbe wa Allah watukumbusha sisi kuhusiana na moto na pepo kaanna ra'ay al-ayn kana kwamba sisi tuviona viwili hivyo muono wa jicho hasa yani tukiwa pale kwako mbele yako watukumbusha kuhusiana na moto kuhusiana na pepo tuviona vitu hivyo kana kwamba ule muono wa jicho kwa ile yakini tunayokuwa nayo wakati huo fa idha kharajna min indik na tukitoka kwako mjumbe wa Allah aafashna al-azwaja wal awlada wadh-dhai'at nasina kathira na tukitoka kwako ewe mjumbe wa Allah tuchanganyika na wake maana wake zetu na watoto kwa maana watoto wao na mambo ya kimaisha tusahau sana sisi yani akampa maelezo kama yale maelezo aliyompa Abubakar Siddiq faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akasema walladhi nafsi biyadihi na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake yani anaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala law tadumuna ala ma takununa indi law ninyi mungelidumu mungelibakia hivyo hivyo kama vile ambavyo moa kwangu mimi na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake yani kwa Allah subhanahu wa ta'ala law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri lau kama mungelikuwa mnadumu yani ile yakini ambayo mnakuwa nayo mkiwa nami mungekuwa mnadumu nayo yakini hiyo yani wakati wote mnayo na katika kukumbuka yani kutokusahau mungekuwa mnabakia hivyo
lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum lasafahtukumul malaika ala furushikum wa fi turukikum, mungelikuwa hivyo mnadumu katika hali hiyo ya yakini kama vile ambavyo mnakuwa nami, basi malaika wangekupeni musafaha, wangekupeni mkono katika sehemu zenu za kulala, lakini pia katika barabara zenu manjiani huko, malaika wangekupeni mkono, kwa maana mungeendelea kuwa na yakini kama vile ambavyo yakini ambayo mnakuwa nayo mkiwa nami, basi malaika wangekupeni musafaha katika vitanda vyenu, kadhalika mabarabarani huko au katika njia zenu. Walakin ya Handala sa'atan fa sa'a 3 marrat, lakini ewe Handala, mtume anamwambia Handala, lakini ewe Handala sa'atan fa sa'a au sa'atan wa sa'a, sa'atan wa sa'a, sa'atan wa sa'a, kasema mara 3 mtume alayhi salam maneno haya. Lakini ewe Handala sa'a wa sa'a, kwamba haiwezekani wakati wote wewe uwe unadumu katika jambo la Allah subhanahu wa ta'ala wakati wote, hapana. Sa'atan wa sa'a, kamwambia mtume alayhi salam Handala maneno haya mara 3, kuwa kuna muda wa kufungamana na Mola wako, lakini pia kuna muda wa kuyafanya mambo yako. Ndio maana hapo ya sa'a fa sa'a. Rawahu Muslim qawluhu irbi'iyun bikasri ar-ra'i, shaka atufundisha namna ya kusoma hapo irbi'i kwa kasri ar-ra'. Wal usayyidi bi dhammi al-hamza, inasomwa kwa dhamma hamza wa fathi sin usa, kwa fathi sin wa ba'daha ya'un maksura mushaddada, na baada ya hiyo sin kuna ya yenye kasri alafu yenye shadda. Wa qawluhu, na kauli yake aliposema afashna, huwa bil aini wasin almuhmalatayn, inasomwa hiyo kwa ain na sini hiyo zikiwa ni muhmala mbili hizo, ai alajna wa la'ibna, maana yake tumechanganyika nao, tukachanganyika na hao wake na watoto, lakini pia tukawa tunafurahi nao wake na watoto. Wadhai'at almaish, na dhai'at hapo ni mambo ya kimaisha, kuwa tukitoka kwako mtume alayhi salam tukaenda kuchanganyika huko, tukakaa na wake zetu na watoto wetu, vile vile tukaingia katika mambo ya maisha, tusahau mno. Ndipo mtume alayhi salam akamwambia maneno yale, kwa ewe Handala, lau kama ungelikuwa na yakini ile ile, yakini ambayo mnakuwa nayo mkiwa nami, basi mungepewa muswafaha na malaika katika vitanda vyenu na barabarani huko. Hapa Sheikh ametaja faida katika hadithi hii, anasema wa hadha min adli ash-shari'ati al-islamiyya wa kamaliha, na huu ndio uadilifu wa sheria ya Uislamu na ukamilifu wake. Anna Allah azza wa jalla lahu haqqun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ana yeye haki, fayuta haqqahu azza wa jalla, basi atapewa haki yake Allah aliyetukuka. Wakadhalika linnafsi haqqun, vile vile nafsi ina haki, fatuta haqqaha, vile vile nafsi yataka ipewe haki yake. Walil ahli haqqun fayu'tawna huquqahum, na vile vile familia yako, ahli zako wana haki, basi nao pia wapewe haki zao. Walizuwar wadhuyuf haqqun,
vile vile wale wanaokutembelea wageni wana haki. Fayu'tawna huquqahum, nao pia wapewe haki zao. Hatta yaquma al-insan bijami'i al-huquqi allati alayhi, mpaka mwanadamu asimamie haki zote ambazo ziko juu yake. Wa ala wajhi ar-raha, na kwa namna ya raha kabisa, kwamba asimame mwanadamu kusimamia zile haki zilizoko juu yake kwa raha yake. Wayata'abbadu lillahi azza wa jalla birahatin, vile vile mwanadamu amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa raha. Lianna al-insana idha athqala ala nafsihi wa shaddada 'alayha, kwa sababu mwanadamu akitia uzito juu ya nafsi yake na akatia tashdidi juu ya hiyo nafsi, malla wa taiba, basi anachoka na anapata tabu. Wa adaa huquqan kathira, wa adaa huquqan kathira, na atapoteza haki nyingi. Kwa maana yatakiwa mtu avipe haki vitu. Haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ampe, haki ya kiwiliwili chake aipe, haki ya familia yake vile vile awape. Huo ndio uadilifu katika sheria ya Uislamu. Kuna hadithi moja hapa tuimalizie, hadithi moja ya mwisho katika mlango huu tuimalizie. Anasema muallif rahimahullahu ta'ala, wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na yapokewa kutoka kwa Ibn Abbas, Allah awawie radhi yeye na baba yake. قال anasema, بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب, wakati mtume sallallahu alayhi wasallama akikhutubia. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب, wakati mtume sallallahu alayhi wasallama akikhutubia. idha huwa birajulin qa'imun ghafla, yeye mtume alayhi salam anamuona mtu mmoja amesimama wima. idha huwa birajulin qa'imin, idha huwa birajulin qa'imin, ghafla yeye mtume alayhi salam akamuona bwana mmoja amesimama wima. Fasaala anhu, mtume alayhi salam akamuulizia yule bwana aliyesimama wima. Faqalu, masahaba wakasema, Abu Israil, huyo bwana anaitwa Abu Israil. Yani mtume alayhi salam anahutubia, alafu jamaa amesimama wima. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuulizia, akaambiwa huyo ni Abu Israil. Nadhara an yaquma fi shamsi wala yaqud, ameweka nadhiri yeye atasimama juani na wala hatokaa. Chuma hiyo nadhiri, ameweka nadhiri yeye kuwa atasimama juani na wala hatakaa. Wala yastadhil wala yatakallam, kazi hatokaa kivulini na wala hatozungumza. Kwa maana yeye ni juani kusimama wima na wala zungumza, yani ukasimama wima hakuna maneno, alafu juani na sio kivulini. Wayasum, na atafunga, ya nadhiri yake iko hivyo. Kwa huyu bwana ni Abu Israil, ameweka nadhiri yeye kuwa atasimama juani, atasimama wala hatokaa. Yani hata hapo juani pia hakai, yeye anasimama juani alafu anasimama. Wala yastadhil wala yatakallam, na wala hatotaka kivuli wala hatozungumza. Yani yeye ni jua na yeye amesimama, na atafunga, ndo nadhiri yake. Mangapi hayo? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salam akasema, muruhu falyatakallam walyastadhil, muamrisheni huyo
azungumze na atafute kivuli cha kukaa, waliyaqud na akae, waliyutimma sawmahu na atimize saumu yake. Sasa masahaba wanaambiwa hivyo ghafla tu, aambiwa we zungumza, tafuta kivuli ukae na ufunge. Kwa maana ile saumu yako endelea nayo, kwa sababu saumu ni jambo la taa, ni jambo linapendeza kwa Allah, hiyo endelea nayo. Ama hayo mengine kwamba hutozungumza, si jambo linapendeza kwa Allah. Au utasimama juani, si jambo linapendeza kwa Allah. Sasa hadithi hii shababu ina faida, lakini kutokana na muda ulivyo niombe tu faida muhimu sana kuhusiana na masuala ya kutekeleza nadhiri. Hizi faida hizi biidhnillahil karim tuje tuzisome kuanzia kesho inshallah, kwa muda ulivyo sababu ni nyingi. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ameleta hapa faida muhimu sana katika suala la kutekeleza nadhiri. Hizi nadhiri zikoje? Je, nadhiri ni jambo linapendeza? Tuje tuone. Bali wako wanachuoni wanasema ni makruhu, na wako wanachuoni wengine wasema ni haramu. Hiyo ni kauli ya baadhi ya ahlul ilm, lakini haya tuje tuyasome kesho biidhnillahil karim, kwa sababu Sheikh ameyapambanua kwa uzuri kuhusiana na masala ya nadhiri. Kwa sababu leo jambo la nadhiri, jamii ilivyo, wanakusudia hasa kuweka nadhiri. Yani kama mtu kauguliwa na mwanae, sijui baba yake, sijui nani wake, anaweka nadhiri kwa Allah, Allah akimponya mwanangu basi nitafanya kadha kadha kadha. Je, jambo hili likoje katika sheria? Haya biidhnillahil karim tuje tuyasome kuanzia kesho. Kwa leo tusimameni hapa, wallahu a'la wa a'lam. Naktafi bihadha alqadr. barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.